Maandamano yameacha kovu kwa msanii wa muziki nchini Tanzania Billnass, na Billnass anakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wameathirika pakubwa zaidi. Yeye ameharibiwa ofisi yake ya pale Sinza ya uuzaji wa simu Nengatronics. Kwa hiyo zile clip na footage ambazo zilikuwa zinasambaa wakati ambako kipindi kile of course cha maandamano, wote tumeziona namna uharibifu ulivyokuwa umefanyika kwenye duka lake mpambanaji huyu bwana Billnass Nenga. Na kukumbusha tu, alikuwa yeye, alikuwepo Juma Jux, alikuwepo pia Shilole. Mgawa wake uliteketezwa kabisa na moto, tena Shilole ndo ilikuwa zaidi. Juma Jux akavunjiwa, watu wakabeba kila kitu ndani ya duka lile la African Boy pale Sinza Africa sana. Sasa Billnass yeye bila shaka jambo hili lilimgusa zaidi, kwa sababu hata wakati ambako zoezi limetokea punde tu alikuwa amejiondoa kabisa kwenye mitandao ya kijamii, na hii ni kuonesha ni kwa namna gani ameumia na jambo hilo, wakati ambako mastaa wengine mbalimbali ama wenzake hata ambao wamepatwa majanga walikuwa wakitoa pole kwa baadhi ya watu ambao wamekutwa na madhira pamoja na changamoto za maumivu, ama pengine watu ambao wametangulia mbele za haki. Kwa mfano Shilole aliweka wazi kabisa akasema amewasamehe. Jux hajazungumza kuhusu kusamehe, lakini alitoa pole kwa Watanzania. Nenga alikaa kimya kabisa kuzungumza kitu chochote, na mpaka sasa hivi anatumia mtandao wa Snapchat kutoa updates ya baadhi ya vitu mbalimbali. Sasa Billnass ametoa clip nyingine ambayo imezua maumivu makubwa sana kwa watu mbalimbali. Clip hii inaonyesha baadhi ya pesa ambazo zilikuwepo dukani hapo, lakini vile vile baadhi ya vifaa vya simu zile iPhone 17 ambazo zilikuwa zimetoka latest kabisa mpya, namna ambavyo zilizosalia chache na zilivyoungua, kama hapo ambavyo unaona mwenyewe, unashuhudia hasara hii ambayo Billnass ameipata. Hapo kuna laptop, kuna simu, lakini vile vile kuna pesa hizo ambazo zilichomwa moto na waandamanaji. Bila shaka wao hawakujua kama humo ndani kuna pesa. Kwa hiyo imekuwa hasara, na personally mimi nimpe pole sana Billnass kwenye hiki ambacho kinaendelea. Vipo vitu mbalimbali, kuna watu wameanza kuleta utani huko, kwa sababu kwenye baadhi ya mitaa mbalimbali wapo wanaonekana watu wamebeba simu zile wanatumia simu iPhone 17. Yani kuna jamaa mmoja, kuna clip moja, yule ni muuzamiwa kama sijakosea, anatumia zake 17 pale na nini. Kwa hiyo ni vitu vya kushangaza kidogo. Ni swala ambalo before huko hatukuwahi kukutana navyo vitu vya namna hiyo, kwa sababu ni simu za ghali. Sasa sio rahisi kumkuta mtu ambaye ana maisha ya level hiyo akamiliki simu hizo. So watu wanahisi kwamba huenda simu hizo zimetoka dukani hapo kwa Billnass ama kwenye maduka mengine ambayo yaliwahi kuvunjwa huko. Kumekuwa na masihara. Huyu mmoja anaitwa Jojo Brown 35 kwenye Instagram akasema, mwenye namba za Nenga tafadhali, maana hii iPhone 17 ya makombolelo inanifanyia mauzauza balaa. Naweka kwenye chaji sebleni, mara unaikuta kwenye sinki chooni. Sijaseti mlio mwingine, ila ikiita inaita na mziki wa makombolelo. Nipeni namba niombe msamaha jamani. Ni utani wa hapa na pale kufuatia kile ambacho kilikuwa kimetokea hapo. Sasa vitu vimekuwa vingi. Pesa hizi zimeonekana kuungua kwenye duka hilo la Billnass. Nadhani kuna kitu cha kujifunza hapa. Kuna pesa, kuna laptop hiyo. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Hatupaswi kuchukulia vitu kawaida tena. Ni kitu cha kushangaza kidogo, mtu unaachaje pesa, unaachaje anyway, at least ingekuwa labda bidhaa kama hizo simu ukiacha it's okay, kwa sababu ndo sehemu ambako zinatakiwa kuwa. Lakini vitu kama pesa, nadhani wakati mwingine tujifunze, au wasanii wajifunze, na kila mmoja vitu vya namna hii, vitu vinapaswa kuwa kuchukua tahadhari mapema, kwa sababu tulikuwa tukisikia mambo hayo kwa muda mrefu, kwamba bwana tutawatembelea baadhi ya watu, tutawatembelea, na hata kama haujatajwa ilikuwa ni wakati sahihi kabisa wa kuchukua tahadhari mapema, sio kusubiria mpaka vitu vikupate kama ambavyo kwa Billnass hapa vimetokea. So Billnass amepata hasara, na kimsingi kama ambavyo imeonekana, tuendelee tukumuombea ndugu yetu, kwa sababu
ni mpambanaji, amepambana kweli kweli, na mwisho wa siku tunapaswa kumuombea tu, sababu sisi wote vijana na sisi wote tunapambana kwa ajili ya kutafuta maisha yaliyokuwa bora zaidi. Kwa pole sana Billnass, na naamini Mwenyezi Mungu atakuinua tena kwenye safari yako hii ya mapambano. Hela zungua dadeki. Hizo laptop zote zimeungua? Zote. Laptop zote. Simu hizi ndo sema, yani hamna kitu. Zote zimeungua. Zote hamna kitu. Simu zote zimeungua. Simu yote na sawa tu. Adeki. Yote manguo. Usirushe hivyo, zingine zinakuwa nzima. Hebu hizo pasuka vio.